Mlango wa chuma wa kuingilia mjini. Huo mlango ukawafungukia wenyewe, nao wakatoka nje, wakawa wanatembea katika barabara moja, na mara yule malaika akamwacha Petro peke yake. Mstari wa 11. Hapo ndipo Petro alipotambua yaliyotukia, akasema, sasa najua kwa hakika kwamba Bwana amemtumia malaika wake akaniokoa mikononi mwa Herode na kutoka katika mambo yale yote watu wa Israeli waliotazamia. Father, we bless your name, we bless your word this night. We bless your word, my Father, this evening. That your word is true. Like when neno lako Baba yangu ni kweli. Yako Baba yangu neno lako Baba yangu ni uzima. Yako Baba yangu neno lako Baba yangu ni kweli. Shampela zena banadiga nayo. Shamanado balanto. Razena banadianda. Oh shamana banadia. Rezada banada badianda. Shanto la zena badianda. Rezede balanto. Shamana dada badua. Rebada zekanto la zena badianda. But I bless your word because your word is true. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Neno la Mwenyezi Mungu linasema ya kwamba kulikuwa na kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Petro. Biblia inasema ya kuwa alikuwa amehukumiwa ya kuwa kesho yake ingekuwa anaenda kuuliwa, ya kuwa kesho yake anaenda kuuliwa. Ni mtu ambaye alikuwa amepoteza matumaini, maana Biblia inasema hapo mwanzo ya kuwa Herode alikuwa amemwangamiza mtu anaitwa Yakobo. Maana Biblia inasema ya kwamba hakuna mtu ambaye alikuwa anampenda ama kuna mtu ambaye alikuwa anapendeza alipokuwa anahubiri Injili. Lakini Biblia inasema ya kuwa na Petro alipokuwa ameshikwa, lakini kulikuwa na kanisa moja. Biblia inasema ya kuwa nao walikuwa katika mkutano, wakasema ya kuwa tutaruhusu Petro kuuliwa tena, kwani ilikuwa imefika mwisho ya kuwa walikuwa wameona yale ambayo alikuwa ametendeka. Wakasema ya kuwa wataruhusu Petro kuuliwa tena. Wakasema ya kuwa ni mwisho wetu. Watumishi wanaohubiri Injili kuangamizwa zaidi. Wakasema ya kuwa hao wakaungana wakaomba, wakasema ya kuwa Mungu ishie, naomba kasikia ombi letu jioni ya leo. Naomba kasikia ombi yetu ya kuwa kunaye mtumishi wako ambaye ni Petro ambaye amefungwa gerezani. Anaambia kuwa kesho yake ingeenda kuuliwa. Lakini Biblia inasema ya kuwa akazidi katika maombi. Akazidi katika maombi. Aliona ya kuwa Herode alikuwa ameangamiza mmoja wao, lakini walisema ya kuwa ataangamiza wa pili. Kutangazia mpendo jioni ya leo. Kunaye Mungu ambaye anabadilisha. Kunaye Mungu ambaye anafungua. Haleluya. Kupoteza matumaini. Kumepoteza matumaini katika maisha yako. Umejaribu labda ni biashara. Nimekuja kukutangazia jioni ya leo. Mungu anayebadilisha. Mungu anayebadilisha. Mungu anayefungua. Mungu anayefanya jambo jipya. Jioni ya leo. Nakukaribisha katika maisha yako. Nasema ya kuwa Mungu njoo katika maisha yangu. Badilisha maisha yako. Fungua maisha yako. Fanya kama maisha ya Petro. Alikuwa amehukumiwa kifo. Mungu akasema hapana. Anasema ya kuwa wanamtumainia Mwenyezi Mungu wataibika. Wote ambao wanamtumainia Mwenyezi Mungu wataibika. Siku ya Bwana Yesu. Siku ya Bwana Yesu. Kusema ya kuwa watakusanyika, wanaambiana ya kuwa letu kumwombea Petro. Petro alikuwa amepoteza matumaini. Ameona kweli ndugu yake Yakobo alikuwa ameuliwa. Alikuwa anaona ya kwamba angepitia nje ile ile. Kwa kuwa Mungu alikuwa amesikia kiombi cha marafiki zake. Kutangazia jioni ya leo. Umejaribu mambo kadha wa kadha. Hujafanikiwa. Yes. Jioni ya leo nimekuja kukutangazia. Kunaye Mungu anayebadilisha. Kunaye Mungu ambaye anafungua. Aliyebadilisha Petro. Aliyebadilisha maisha ya Petro. Kunaye huyo Mungu. Yes. Mtu yote yule. Kutuma kwa mtu mmoja.
Jina lake ni Petro. Mtumishi wangu ambaye anamtumikia. Mungu ambaye ni mwaminifu. Wewe mama kukaenda kwa Petro. Hataangamizwa. Hataangamizwa. Katika maisha yako. Utabadilisha maisha yako. Mungu ataleta marekebisho kwako. Atakifanya kuwa kikubwa zaidi. Ambacho kinaonekana kuwa kidogo, atakifanya na kuwa kikubwa. Ambacho kinaonekana kuwa kana kwamba hakitasonga mbele. Mwenyezi Mungu unapomkaribisha katika maisha yako, Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kufanya jambo jipya. Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kubadilisha maisha yako. Mwenyezi Mungu anaweza kubadilisha hiyo hali yako. Ni hali aina gani? Mgonjwa unaopitia. Kama daktari amekupima akakwambia kwa utapona. Nimekuja kukutangazia jioni ya leo. Mungu ambaye anaponya. Mungu ambaye anaponya. Mungu ambaye anafungua. Mungu ambaye anabadilisha. Karibisha katika maisha yako. Badilisha huo ugonjwa. Ugonjwa aina gani? Madaktari wameandika ripoti yao. Wameambia kwa ugonjwa una tiba. Nimekuja kukutangazia jioni ya leo. Naye Mungu ambaye ni kukaribisha katika maisha yako. Ugonjwa na uondoa. Haleluya. Shangwe ya Bwana Yesu. Katika maisha yako. Ripoti imeandikwa. Kwa uwezo ukasonga mbele. Kwa maneno yamenenwa. Uwezo ukapata kazi. Nimekuja kukutangazia jioni ya leo. Ni maneno ya wanadamu. Lakini kunalo neno la Mwenyezi Mungu. Anaponena kuna kupinga. Anaposema jambo kuna kupinga. Anaposema ndio hakuna kusema la. Anaposema ndio kusema la. Wapi shangwe ya Bwana Yesu? Mungu anaposema ndio katika maisha yako na kusema la. Labda ni waganga wamekwambia kwa utafanikiwa. Ni wachawi labda penye umetoka wamekwambia utafanikiwa. Lakini nimekuja nikutangazia jioni ya leo. Kwa kuchukua moyo tena. Kuna Mungu ambaye anaweza kubadilisha maneno ya waganga. Waganga wamenena. Waganga ama ni wachawi wa kweli labda wamenena. Labda naogopia. Lakini Mungu ambaye ni Mungu wa miungu. Mungu wa miungu. Unapokuja katika maisha yako. Kwa kila hatia yote ambayo ni katika kazi wewe utapata labda kazi. Karibisha Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Anaweza kukufungulia hiyo kazi. Kupatanisha na wakuu. Hiyo kazi labda unayotarajia. Unataka kufanya kuanzisha biashara yako. Unataka kuanza kampuni kubwa. Lazima kuja kutangazia kwa kuna Mungu ambaye anabadilisha lakini Mungu akasema hapana, imetosha. Nimekuja kukutangazia tunaye Mungu ambaye unapomkaribisha katika maisha yako. Hicho kitumie. Biblia inasema ya kuwa wapi shangwe ya Bwana Yesu tunazia. Wapi shangwe ya Bwana Yesu. Wapi shangwe ya Bwana Yesu. Biblia inasema
inasema ya kuwa naye Mungu akamwambia Musa, chukua hicho kiboko na ukapike maji. Musa akachukua hatua ya kwanza, akachukua hatua ya pili. Israeli anamwangalia, akadhania labda ni mitani tu. Musa alikuwa anajua nini anafanya. Akachukua hatua ya tatu, akachukua hatua ya nne, akachukua hatua ya tano, akapika yale maji, akafunguka. Sanga shangwe ya Bwana Yesu. Inasema ya kuwa huyu akasanga, akaona je, ni Mungu aina gani? Akasema ya kwanza tuwafuate tuamalishe, na kujua ya kuwa Mungu anapoamua kuokoa mwanadamu anaweza akapinga. Anapoamua kubadilisha maisha ya mtu, hakuna mtu anaweza akapinga. Labda umekuwa katika hali ya utumwa, ni utumwa wa madawa ya kulevya, ni utumwa wa madawa ya kulevya, ni bangi umekuwa ukivuta, ni pombe umekuwa ukinywa, juu ya iko njia gani utatoka hapo? Nimekuja nikwambia ya kuwa tunaye Mungu anayebadilisha, Mungu ambaye anafungua, Mungu ambaye anaokoa, Mungu ambaye anafanya njia pasipo na njia. Aliyefanya njia kwa Wanaisraeli anafanya njia katika maisha yako. Aliyetoa Israeli katika utumwa, kutoka katika utumwa wa madawa ya kulevya. Wapi shangwe ya Bwana Yesu? Wapi shangwe ya Bwana Yesu? Mungu alipomtuma malaika wake, Biblia inaendelea kusema ya kuwa naye malaika akaingia gerezani, akampata Petro amelala, Petro amepoteza matumaini. Na Petro alikuwa anajua, na Biblia inasema ya kuwa na yule mfalme akaweka vikundi vya majeshi wanne, maana yake ni wajeshi 18 wakimlinda Petro ili asitoke pale. Nikale kuna vizuizi ambao vinakuzuia katika maisha yako, unaona kana kwamba kuna matumaini. Lakini jioni leo nimekuja nikutangazia yupo Mungu jioni hapa, yupo Mungu mahali hapa. Amekuja kufunga hiyo mnyororo ambayo imekufunga, amekuja kufunga hiyo mnyororo ambayo imekufunga. Labda ni madhabahu ya nyumbani kwenu, labda ni madhabahu ya kwenu, kuna maneno ambayo umeambiwa katika familia kwenu, hakuna mtu ashaifika kiwango fulani. Ili jioni leo nimekuja kukutangazia yupo Mungu ambaye anabadilisha hali, yupo Mungu ambaye anafungua, yupo Mungu ambaye anaokoa, yupo Mungu ambaye anabadilisha. Katika hiyo hali yako ya madawa ya kulevya, umegeukia labda marafiki kusaidia, lakini utapata msaada. Ninakwambia jioni ya leo, msaada wako si kwa wanadamu, msaada wako sio kwa huyo rafiki yako, msaada wako unapatikana kwa Mungu, msaada wako unapatikana kwa Mungu. Unapomkimbilia jioni ya leo, anabadilisha maisha yako, anatoa hiyo addiction ndani yako, anatoa hiyo addiction ndani yako, kufanya kuwa kiume kipya. Biblia inaendelea kusema ya kuwa na wote walio kwa Kristo wamefanyika kuwa watu wapya, wamefanyika kuwa watu wapya. Yale yote yamepita, yale yote yamepita. Kuna maneno umeambiwa, kuna majina ya madharau umeitwa, lakini jioni leo nimekuja kukutangazia yupo Mungu anayeheshimisha, yupo Mungu anayepatana majina ya kuheshimisha. Unapomkaribisha jioni leo kijana, unapomkaribisha jioni leo mama, unapomkaribisha jioni leo baba yangu, yupo Mungu anayebadilisha majina, yupo Mungu anayebadilisha majina. Kuna majina umeitwa, jina ya kukushusha chini, jina ya kuleta madharau. Nimekuja kukutangazia jioni leo, karibisha Yesu katika maisha yako. Utaitwa tu mtu, lakini utaitwa mwana wa Mungu, utaitwa mwana wa Mungu. Watu walio wana wa Mungu itakuwa bora, itakuwa bora. Shangwe ya Bwana Yesu, Yesu. Biblia inaendelea kusema ya kuwa malaika akaingia kule gerezani, akampata Petro amelala. Petro alikuwa amepoteza matumaini, maana mfalme alikuwa amesema ya kuwa kesho yake ingekuwa ameangamizwa. Malaika alikuwa amejua ndugu yake aliangamizwa, ambaye ni Yakobo, alikuwa anajua yako pia yeye angeangamizwa hivyo hivyo. Malaika akaingia akamwambia Petro, ni saa yako ya kuamka. Tuombe, ni saa yako ya kuamka, katika hiyo shida, ni saa yako ya kuamka katika hiyo shida. Ni saa yako ya kuamka, ni saa yako ya kuondoka hiyo shida.
mtu mwambie ni saa yako kuondokea hiyo shida. Haijalishi ni shida aina gani ambayo unakumbana nayo. Haijalishi ni mambo gani ambayo unakumbana nayo. Lakini jioni ya leo nimekuja kukutangazia yuko Mungu ambaye anabadilisha. Yuko Mungu ambaye anabadilisha. Biblia inasema ya kwa naye malaika akaingia kule gerezani. Akapata Petro amelala katikati ya majeshi. Lakini Petro akamgusa malaika akamgusa Petro. Akamwambia kwa Petro ni wakati wako kwa si mahali pako. Mwambie jirani yako kwa hapa si kwako. Uko nacho si kwako. Hicho kiwango ni si chako.